unaweza ukaolewa sehemu nyingine na mtu yoyote, yani especially mimi mwenyewe. Dunia ya maisha, dunia ya maisha, dunia ya maisha, dunia ya maisha. Suzi! Suzi! Rafiki gani? Rafiki msaliti. Umenisaliti. Umenipotezea kila kitu. Rafiki gani? Suzi! Wewe Suzi! Masuzi! Rudi mke wangu. Wasaka wanangu. Rafiki mke wangu, rafiki msaliti, rafiki aongei, rafiki ana ustadi. Mimi mezoea utani. Unaweza kuchekewa na mke wangu. Suzi, rudi basi. Suzi! Suzi! Kusuka hapa ili siku nyingine nisiende saloni nyingine yoyote. Shoga yangu, urudi tena hapa hapa ndio nisuke vizuri. Mama nini? Shoga yangu, shai kuja hapa mimi nikakuharibu. Sasa hapo vipi unavosuka takao kae kidogo pembeni na mimi niangalie nizidishe ufundi. Hapa si unaona? Hapa uone hapa. Naona. Aya. Kumbe una mwanafunzi? Mwanafunzi wangu. Lakini sasa hivi najua. Mwanafunzi sasa hivi naweza. Haya, ukija safari ijayo atakusuka yeye. Nisuke yeye? Kwa habari ya kusuka na wanafunzi sitaki. Mwenyewe basi amesema jamani anaweza. Sio tena mwanafunzi. Anaweza. Sasa unajua kila mitindo yote ni wewe tu na kichwa chako na pesa yako. Siku nyingine uje ukija atakusuka yeye. Habari ya kutolewa kama kidege mimi sitaki.
Basi nitakuwa nakusuka mwenyewe. Ila Viki, niazidi shoga yangu. Yaani nachoshukuru mtoto ameshapata ufadhili. Pia nikushukuru kwa kunipa hii kazi ambayo naweza kuniingizia hata 100-200 kwa ajili ya kukidhi mahitaji yetu mimi na huyo mtoto. Ndugu yangu, hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Tumshukuru Mungu sana. Maana hata sasa hivi naona angalau sasa hivi umeanza kupendeza kidogo, hata unasuka kuliko zamani. Kwa maana zamani nilikuwa mimi sisuki. Shoga yangu. Alichunda. Alikuwa anaenda bega anarudi nyuma. Ndio zingatie kazi. Maisha bila kazi shoga yangu mjini hapa. Ni kweli. Kwa nilioyapitia dada. Siwezi kufanya uzembe hata kidogo. Yaani kurudia makosa niliyofanya huko nyuma siwezi. Yaani hapa nitapambana. Kazi na mie, kazi na mie. Siwezi kupumzika hata kidogo. Na vipi kuhusu mumeo? Umeshamuacha? Maana naona sasa hivi upo karibu na mwalimu. Yaani haiwezekani. Shule nzima kuna wanafunzi pale kibao. Amchukue mwanao tu shoga yangu. Ndio ampe hiyo scholarship. Wengine wote wala hajaona. Labda ni mpango wa Mungu tu. Lakini kusema mimi na mwalimu hakuna chochote ambacho kinaendelea. Mume wangu kwa kweli mimi bado nampenda. Ila tu ngoja kwanza nimuache huko, labda atajifunza kidogo, atabadilika. Shoga yangu, mimi niko tu nakutania. Nakutania shoga yangu. Maana wewe unavompenda mume wako. Sijui kakupa limbwata. Yaani neno kidogo lazima uingize masuala shiriki. Limbwata kwa limbwata gani? Labda limbwata kiuno changu shoga yangu. Maana hakuna limbwata lingine. Labda kiuno changu. Kwani wewe kabila gani? Mimi Mzalamo. Wazalamo nao wana viuno. Viuno wapi, maneno tu hayo. Kajua Mngoni, maana Wangoni ndo wanasifika. Sasa hivi makabila yote wanachezesha tu. Sio Mzalamo, sio Makonde wala sio Mluguru. Sasa hivi wote wanachezesha. Sasa hivi wote tu wanachezesha. Jodati! Njoo uone. Makubwa. Njoo uone. Masuzi, nimekuja mke wako, naomba unisamehe tafadhali, nakuomba. Nimetoka huko nilipotoka kwa ajili yako, nimekuja kuomba msamaha wako. Nimejigundua kuwa sikuwa sawa, sikuwa nikifanya majukumu yangu kama mume kwako, na wala sikufanya majukumu yangu kama baba kwa Suzi.
Tafadhali mke wangu, nipo chini ya miguu yako mke wangu, na kuomba unisamehe tafadhali. Sasa baada ya kuona umekosa hela za kwenda kununulia pombe, umeamua utafuta gia nyingine ya kuja kunipata mimi, si ndio? Umeamua utafute gia ya kuja kunipata tena mimi, unirudishe kule kwenye mateso yako. Hapana mke wangu, usiseme hivyo. Mimi tena kuhusiana na pombe mke wangu, mimi siwezi kufanya hiyo kitu tena, siwezi kunywa pombe tena, kufanya lolote lile. Nimejigundua, nimejitambua kwamba mimi ni nani. Kwanza lishe tena kama malaika. Hapo ndo shetani ameanza kujibua. Hebu ongea naye basi mke wangu. Mimi ninachosema ni kweli shemeji, naomba mnielewe. Mimi nimeamua kubadilika. Nimetambua nafasi yangu kama baba na kama mume na baba bora. Tafadhali mke wangu, kuomba unisamehe mke wangu. Makubwa. Lakini shoga yangu amebadilika kweli shemeji. Unaona hata muonekano wake. Na wewe. Halo? Unasemaje? Msaidie mtoto wangu ananipa pesa. Ananiupa mamangu. Nimekuzaa peke yako. Uko kama mboni. Ukaondoka mwanangu. Usije ukaniacha mama yako. Nitakuwa mgeni wa nani? Dokta, shida nyingine ni nini ulivyomwangalia? Hana shida yote mama. Majirani hayo na atakasa. Kifua. Hajaumia kokote pale. Saidie mwanangu. Mtoto mwingine ni yeye peke yake, hii ndio roho yangu. Sawa mama, tuombe Mungu atakasa. Huyu ndo mwanangu pekee. Usijali mama. Roho inaniuma mwanangu. Kwa nini lakini? Kwa nini iwe kwako? Mbona yeye hajaumia hata kidogo? Bwana. Pole. Bwana kusimamia utapona. Samahani mama, mnaweza mkaenda kwa ajili ya kurudi baadaye. Sasa hivi anahitaji zaidi kupumzika. Mama, twende basi. Tuwapishe kidogo kwa daktari. Jodati mwanangu. Jodati.
Naomba mwende tu. Naweza mkarudi tena wakati mwingine. Umefurahi? Naenda mwanangu. Twende mama, twende. Mtarudi wakati mwingine jamani. Hivi ilikuwaje kuwaje hadi kapatikana ile ajali? Unajua mama, tulikuwa barabarani na mke wangu. Sasa ghafla tu nashangaa mke wangu amepaniwa na pikipiki. Sasa ndio nakuta yupo kwenye hali kama hii saa hizi hapa. Mlikuwa mnatoka wapi? Ipo hivi. Unajua mimi na mke wangu tulikuwa kwenye hali ya sintofahamu. Kwa hiyo nilimfuata mke wangu ili turudi nyumbani na alikuwa kwa rafiki yake. Tumetoka kule turudi nyumbani. Tukiwa katika safari ndo amepatwa na hilo jambo. Yaani inaonekana kabisa mwanangu alienda kwa rafiki yake kupumzisha akili. Yaani wewe toka umepoteza mwelekeo wa maisha yako. Yaani umekuwa kama mbwa, ueleweki, upo na maisha yako mjinga. Yaani wewe nakuchukia wewe. Hey. Yaani ninachotaka mwanangu apone. Yaani mwanangu apone. Umenielewa eh? Hiyo ajali zako kama za kutengeneza hizo. Yaani tutajuana mimi na wewe. Lakini mama, hii ni ajali tu. Sasa inampata mtu yoyote. Mbona hujapata wewe? Mbona wewe hujaumia? Mbona wewe hujaumia? Kwa nini aumie mwanangu mimi na wakati mlikuwa wote? Eh? Au ulimsukumiza? Ulimsukumiza? Mama, ongea nini? Mimi nifanye hivyo alafu nifaidike na kitu gani? Alafu isitoshe, hapa tupo hospitali. Mwanae yuko ndani, hali yake si nzuri. Ni vyema tukatulia. Yaani usije ukaniambia hizo porojo zako. Kwanza sijui mwanangu kilimkuta nini hadi kuwa na wewe. Mwanangu alitakiwa aishi na wanaume wenye pesa zao, wenye hadhi, sio kapuku kama wewe. Una nini wewe? Mwangalie kwanza ulivyo. Unashinda hata kupiga pasi. Nguo ya maana ya kuvaa una. Yaani wewe takataka wewe. Wewe. Yaani naondoka hapa hospitali. Hakikisha unalipia bili zote. Na hakikisha mwanangu atoke sana hospitali. Yaani kinyume na hapo. Sasa mama, halo dokta. Tena afadhali umenipigia kwa sababu hapa nilikuwa namwandalia uji mke wangu. Anaendeleaje?